Kila wakati mkwe alipofika nyumbani, alivaa viatu vya kisasa vya kisigino kirefu na kwa mazoea kunyoosha mkono wake mbele ya mama mkwe wake kabla ya kumripotia. Licha ya hasira yake, alifanya juu chini kuficha hisia zake na kujaribu kumfurahisha mama mkwe wake, akijishawishi kwamba tabia kama hiyo ilikuwa ya kawaida katika familia tajiri. Hata hivyo, hakujua kuwa mume wake hakuwa mwaminifu. Hakuwa tu mtu wa mapambo katika familia, bali alikuwa wakili mashuhuri. Ingawa alikuwa na kiburi cha nafasi yake kama mkwe wa familia tajiri, alifadhaika alipoona viti vitatu tu kwenye meza kuu. Baada ya kuuliza, mhudumu alieleza kuwa mama mkwe wake alimwagiza kuwa hivyo. Badala ya kuonyesha hasira, kwa utulivu alimwomba mhudumu apange kiti chake. Kiti chake kilipowekwa hatimaye, alipumua kwa faraja, lakini baadaye aligundua kuwa kiti hicho kilikuwa kimeondolewa tena. Alishangazwa na ukatili wa mama mkwe wake. Wakati wa kuwasilisha rasmi mjukuu wake, alisogea mbele, akitumaini kuthibitisha kuwepo kwake, lakini mama mkwe wake alimkatiza. Ilikuwa wazi hakuheshimiwa. Alijisikia kama mzuka akifuata nyuma. Hata watu wa nje waliona jinsi alivyopuuzwa kabisa. Mama yake, ambaye alikuwa na mkahawa mdogo, aliamini binti yake alikuwa anaishi maisha ya furaha, lakini malalamiko ya binti yalikuwa dhahiri katika macho yake yenye machozi. Akihisi maumivu yake, mama yake alimkumbusha kuwa maadamu wewe ni mwenye furaha, mimi pia nitakuwa na furaha. Maneno haya baadaye yakawa muhimu. Muda mfupi baadaye, alirudi nyumbani kwa wakwe zake na kumsalimia mama mkwe wake. Lakini mama mkwe wake hakufurahishwa, akitoa maoni kuhusu harufu. Ulirudi nyumbani kwa wazazi wako, sivyo? Ni mara ngapi nimekuambia uoge kabla ya kurudi hapa? Akishindwa kujizuia hasira yake, alimwomba mume wake azungumze na mama yake kuhusu swala hilo. Hata hivyo, badala ya kumwelewa, mume wake alimkosoa, akisema ni vigumu sana kuoga. Kisha akamtendea kama mtumishi, akimwelekeza kusafisha maisha haya yanayoitwa adhimu, ambayo wakati fulani alikuwa akijivunia. Hayakuwa zaidi ya uendeshaji wa kampuni ya sheria inayojulikana. Mwanamke huyu hakujua matendo ya mume wake yangezidi kuwa mabaya. Hasira ya mume hatimaye haikudhibitiwa. Kama ilivyotarajiwa, hakuwa na nguvu dhidi ya mume wake na hatimaye alipigiwa tena. Hii haikuwa mara ya kwanza. Mwishowe akiwa amechoka, alifungua kesi ya talaka. Hata hivyo, mume wake aliajiri wakili bora wa utetezi. Mwanzoni, kampuni ya sheria ilikuwa na wasiwasi kuchukua kesi hiyo kwani uwezekano wa kushinda ulikuwa mdogo. Na kumsaidia mtu kama yeye ilionekana haistahili. Lakini kama mwenyekiti wa kampuni, mama mkwe wake alitoa motisha mkubwa. Mkwe wake wa kike akisema, ukishinda kesi hii, nitakupa nafasi ya mkurugenzi iliyo wazi. Ujanja wa mama mkwe haukuwa wa kawaida. Hata mwanawe aliuliza, mama, unazungumza kwa dhati kuhusu hili? Lakini mke aliamini ahadi hiyo kikamilifu na akaanza kujiandaa kwa makini ili kushinda kesi. Wakati mke alipowasilisha ripoti yake ya matibabu kama ushahidi wa dhuluma za nyumbani, utetezi ulikuwa tayari, ukiwasilisha madai yanayofanana kwamba mume pia alikuwa mwathiriwa wa vurugu. Mazingatio ya kesi yakabadilika kwani hoja ikawa juu ya migogoro ya kihisia badala ya dhuluma za nyumbani. Kutokana na ushahidi usiotosha, mahakama iliahirisha hukumu yake ya mwisho. Muda mfupi baada ya kurudi kazini, msaidizi wa mke alileta habari za kushangaza. Mume wake alikuwa na tabia ya ushoga kwa siri. Hii ilikuwa jambo ambalo hata yeye hakujua. Ghafla ilitoa maelezo ya umbali wake wa kihisia na msisitizo wake wa hasira juu ya malezi ya mtoto wakati wa kesi. Mke alihuzunika mahakamani, akifunua kwamba alikuwa amejaribu mara nyingi matibabu ya IVF ili kupata mtoto wao. Ikiwa siri ya mume wake ingefunuliwa, kesi yake ingekwisha. Wakati wa mkutano wa kampuni, msaidizi wake alisikia wakili anayejivunia, Bwana Maa, akijadili nafasi ya mkurugenzi iliyo wazi. Alipoulizwa kuhusu jambo hilo, msaidizi alithibitisha kwamba nafasi hiyo kweli ilikuwa amepewa Bwana Maa. Kwa hasira, mke alimkabili mama mkwe wake, akisema, hukuahidi nafasi ya mkurugenzi kwangu. Je, maneno yako hayana maana? Mama mkwe wake alijibu, je, ulifunga ndoa na familia yangu ukiwa na nia kama hiyo? Akiwa ameshangaa na kujisikia kuwa amesalitiwa, mke hatimaye alitangaza, kuanzia sasa, nitaishi maisha yangu kwa njia yangu. Sara alikuwa amekisia uasi wake na alikuwa tayari kwa hilo. Akijifanya kuwa anapigia simu chumbani cha msalani, Sara kwa makusudi alitaja, usimwache mke wake ajue ana tabia ya ushoga. Hakuna haja ya kupitia kesi hii ya talaka. Malezi, mali na kila kitu kitaenda kwa mke. Hata hivyo, hii ilikuwa imesudiwa kusikika. Mke alishangazwa na kumkabili Sara. Je, mume wangu ni mwenye tabia ya ushoga? Unajuaje? Akirudi mahakamani, mume, akiwa amekwama na kukata tamaa, hakuweza kukataa madai hayo. Ingawa alipoteza kesi, alionekana ameridhika, lakini matatizo yake hayakuwa karibu kuisha. Baada ya muda mfupi, maafisa walimkaribia Sara na alionekana kushtuka. Unamaanisha nini kwamba ninakamatwa? Mke hakuweza kudhania kwamba mume wake na mama mkwe wake wangemfanyia njama na kumtupa gerezani.
Zaidi ya hayo, hakujua kwamba siku 10 zilizopita, mama mkwe wake alikuwa tayari amechagua mtu wa kuchukua nafasi yake, mtu ambaye alidai angemsaidia mwanawe. Wakati alipojulishwa juu ya matokeo, ilikuwa muda umepita. Habari ilikuwa tayari inaonyesha kashfa inayohusisha familia tajiri ikidanganya talaka ili kutuma mtoto wao kusoma nje ya nchi kinyume cha sheria. Uhalifu mkubwa. Akitambua uzito wa hali hiyo, mke alikabili mama mkwe wake, akiuliza ikiwa alikuwa amejaza nyaraka zozote kwa siri. Mama mkwe wake alijibu kwa utulivu, vipi tena mwanao angepata nafasi ya kusoma nje ya nchi? Sara mara moja alishuku kuwa kuna jambo ambalo si sawa. Mke alimsihi mume wake kutafuta suluhisho, akiogopa kufungwa, lakini mume wake alimhakikishia kwa mzaha, angalau si familia nzima inayoenda gerezani. Zaidi ya hayo, kampuni yetu ina ushawishi. Watapata njia ya kusaidia. Baadaye, wakati mke sasa akiwa gerezani, alipomwona mume wake, alidhani alikuwa amekuja kumtetea. Badala yake, alimwambia awe na subira, akisema, ni miaka michache tu. Utatoka hivi karibuni. Mume wake kisha alifunua nia zake za kweli. Alipanga kuwa binti wa kamishna mashuhuri wa mahakama. Hii ni kwa manufaa ya kampuni yetu ya sheria, aliongeza kwa baridi. Mke hatimaye alitambua kwamba alikuwa tu kama kijiti cha madaraja kwake, kwa azma. Alichapisha picha ya mume wake, akaibandika kwenye mfuko wa kumpiga na akaanza kufanya mazoezi, akiapa kulipiza kisasi baada ya kutoka. Wakati huo huo, mume wake hakupoteza muda kuandaa sherehe kubwa ya uchumba. Bila kutarajia, mwanamke mmoja alimkabili, akiwa na hasira kwamba alikuwa ameahidi kumtaliki mke wake na kumwoa yeye badala yake. Usiku huo huo, mwanamke huyo alipatikana akiwa amekufa katika dimbwi la damu. Babu wa mwanamke huyo alitangaza hadharani kuwa kifo chake hakikuwa cha kujiua, na kudai ofisi ya mwenye mashtaka ichunguze tena kesi hiyo. Mwenye mashtaka Dong, ambaye alikuwa amemwona mwanamke huyo katika sherehe ya uchumba usiku uliopita, alivutiwa na kesi hiyo huku habari za kifo chake cha ajabu zikienea. Mmoja wa wahudumu katika sherehe hiyo alijitokeza, akifunua kuwa alikuwa ameshuhudia jambo la kushuku. Alikuwa amerekodi kwa bahati mbaya video ya mwanamke akimkabili mume, akitishia kufunua uhusiano wao ikiwa hakusitisha uchumba wake. Video hiyo pia ilimwonyesha mume akiwaagiza watu wake kuondoa kila kitu. Usiku huo huo, mwanamke huyo alikufa. Mhudumu alishirikisha wasiwasi wake na mama wa mke ambaye alikuwa gerezani. Kufungwa gerezani kwa binti yake kimakosa ilikuwa imeratibiwa na mkwe wake. Akiwa na hamu ya kuokoa binti yake, alimtaka mwenye mashtaka Dong, akitumaini angeweza kufunua ukweli. Hata hivyo, mkwe wa kiume alimwona mama mkwe akitembelea ofisi ya mwenye mashtaka. Akihisi hatari, alijifanya kumpigia simu, akiuliza alikuwa anafanya nini. Kwa wasiwasi, alimdanganya, akisema alikuwa akiuliza kuhusu kesi ya binti yake. Akipumua alipoondoka, alijaribu kuwasiliana na mwenye mashtaka Dong, lakini kabla ya kukutana naye, mtu aliyejifanya kuwa msaidizi wa mwenye mashtaka alimuongoza na kumuondoa. Bila yeye kujua, mwenye mashtaka Dong halisi alikuwa amempita katika ukumbi. Wakati huo huo, mkwe wa kiume alipanga mazishi yake, akijitokeza kama mtu anayejali. Wakati mke aliyefungwa gerezani alipojibu kuona mwanawe na kumruhusu kuaga, ombi lake lilikataliwa. Mke, akiwa na hasira lakini hodari, alitambua kuwa mume wake wa zamani asingewahi kuleta mtoto wao kumtembelea gerezani. Baada ya yote, mtu huyu alikuwa tayari amemsingizia, kumtaliki kwa siri na kuwa mwanamke tajiri. Licha ya hasira yake, alidumisha azma yake. Siku moja, afisa wa gereza aliuliza ikiwa angekubali kuchangia ini lake kwa mtu anayehitaji. Ikiwa angekubali, angeweza kuomba kutoka mapema gerezani. Akiwa na hamu ya kutoka gerezani, alikubali, bila kujua kuwa kuokoa mtu huyu kungeathiri sana maisha yake ya baadaye. Baada ya kutolewa mapema gerezani, aliapa kujenga upya maisha yake. Bila kutarajia, alikutana na mteja wake wa zamani, mke ambaye hapo awali hakuwa na chochote, ambaye alimsaidia kushinda kesi muhimu ya kisheria. Mwanamke huyo tangu wakati huo akawa mwanamke tajiri na kujisikia kuwa na deni kwake. Alipendekeza mpango jasiri. Wangefungua kampuni ya sheria iliyobobea katika kuwasaidia wanawake kupambana na waume waonevu. Ingawa mke alisita, akijua wanasheria hawangeweza kurudi kufanya kazi kwa miaka 5 baada ya kutoka gerezani. Mwanamke tajiri alimhakikishia, akiahidi kumpata mshirika wakili. Kwa pamoja, walianza kuunda kampuni hiyo. Wakati huo huo, mume wa zamani alifurahia maisha yake mapya, akifurahia faida za ushawishi wa baba mkwe wake tajiri. Aliendelea kutojua kwamba mke wake wa zamani alikuwa ametolewa gerezani na alikuwa anapanga kurudi kwake. Katika kesi tofauti, mtangazaji maarufu wa kike alikabiliwa na uharibifu wa kazi yake wakati mwenzake alipomshtaki kwa utovu wa nidhamu. Licha ya jitihada zake kujitetea, video za ulinzi zilionekana kuunga mkono madai hayo. Kashfa hiyo ilisababisha kufukuzwa kwake mara moja na lawama kubwa kutoka kwa umma. Kutokuwa mwaminifu kwa mume wake na vita vya kisheria na mpenzi wake viliongeza moto tu. Akiwa amekata tamaa, mke wa mtangazaji alitafuta msaada kutoka kwa Sarah, wakili anayejulikana kwa utaalamu wake katika kesi za talaka.
Sarah alikubali kusaidia, lakini alihisi kulikuwa na zaidi ya hadithi hiyo. Katikati ya kesi hiyo, janga karibu kutokea wakati binti wa mtangazaji alipojaribu kujiua kutokana na aibu ya umma ambayo familia yake ilikabiliwa nayo. Sarah, akiwasili kwa wakati mwafaka, alifanikiwa kuokoa msichana huyo, ambaye kushikilia kwake kwa kukata tamaa maisha kulidhihirisha mapambano yake ya ndani. Aliporudi ofisini, Sarah alijifunza kuwa mume wa mtangazaji alikuwa ameajiri kampuni ya mume wake wa zamani kumwakilisha. Wenzake walimwomba asichukue kesi hiyo, wakijua ingemweka moja kwa moja dhidi ya mume wake wa zamani. Lakini Sarah alikubali. Akiashiria mwanzo wa vita ya moja kwa moja na mume wake wa zamani, mume, akisikia kuhusu ushiriki wa Sarah, alipata wasiwasi. Alijua uwezo wake na akaogopa nguvu ya kesi yake. Katika hatua ya kukata tamaa, aliratibu shambulio dhidi ya mtangazaji, akimsababisha kuwa mwanzilishi wa kashfa ya utovu wa nidhamu ya awali. Habari za vyombo vya habari haraka zikatoa hadithi, zikimwonyesha mtangazaji kama mwathiriwa wa madai yasiyokuwa na msingi. Sarah, hata hivyo, alitambua udanganyifu na alijua ingelikuwa ngumu zaidi kushinda kesi ya talaka ikiwa maoni ya umma yaligeuka kwa upendeleo wa mume. Ghafla, kitu kisichojulikana katika habari kilibadilisha hali hiyo. Video ya ndege isiyokuwa na rubani ingeweza kuthibitisha kila kitu. Hivi karibuni, waliweza kupata ndege hiyo, na video za ulinzi zilionyesha kuwa mtangazaji hakuwahi kuingia kwenye lango, ikithibitisha kuwa huyo mtu alidanganya. Lakini basi, majeraha yake yalitoka wapi? Ili kufanya huyo mtu akiri, walibuni mpango wa ujanja, bila kujua mtego. Mtu huyo aliingizwa kwenye mpango wao. Wakati alipotambua kuwa kuna jambo lisilo sawa, ilikuwa muda umekwisha. Alilazimishwa juu ya mteremko wa paa kutoa hisia zake za kuishi, na kwa mara moja akaruka. Hasa hiki ndicho walichotaka kuthibitisha. Mawakili wa pande zote walikutana muda mfupi baadaye. Rekodi iliwasilishwa, ikithibitisha kuwa kesi haikuhitaji hata kwenda mahakamani. Kama ingeenda, huyo mtu angekabiliwa na mashtaka ya ulaghai na kufungwa gerezani. Wakati huo huo, mke aliyeachiliwa huru aliondoka na binti yake, akishukuru kwa kampuni ya sheria iliyojitoa kusaidia wanawake. Sarah hakutarajia kesi yake ya kwanza baada ya kutoka gerezani kwenda kwa urahisi, lakini alishangaa sana wakati mteja wake wa pili alionekana kuwa mke wa sasa wa mume wake wa zamani. Kila mtu aliyekuwepo alihema. Baada ya yote, mateso ya Sarah yalikuwa sana kwa sababu ya jozi hii. Hata hivyo, mwanamke huyo alidhihaki, akisema, kama ningejua mume wako alikuwa mtu wa aina hii, unadhani ningemoa? Sarah alijibu, kutokana na hali yangu. Je, si haifai kwangu kushughulikia kesi yako ya talaka? Mwanamke huyo alifunua kwamba aligundua hivi karibuni kuwa mume wake alimsingizia Sarah kumtuma gerezani ili aweze kumuoa. Aliongeza kuwa ndoa hiyo ilikuwa na motisha ya kisiasa, iliyopangwa na baba yake. Lakini sasa tabia ya kweli ya mume wake ilikuwa ikijitokeza. Alimhusisha baba yake katika kashfa ya ufisadi, iliyosababisha uchunguzi na kukamatwa. Mama mkwe wa mwanamke huyo alianza kumshawishi atoke nyumbani, akimtaka atalikiwe na aondoke mikono mitupu. Akishangaa kwa ujasiri wao, mwanamke huyo aliwakumbusha juu ya msaada ambao familia yake ilikuwa imetoa, akiapa kutokuwaruhusu kumtupa kwa urahisi. Hata hivyo, mume wake alitumia mbinu za hila. Alimwonyesha mwanamke video ya kumtia hatiani, akidai kuwa ilithibitisha uzinzi, ingawa alikataa kukutana na mtu yeyote katika video hiyo baada ya ndoa. Mume wake alikataa kumwamini, akitumia hili kama njia ya kumlazimisha atoke ndoani. Akiwa na hofu, mwanamke huyo alimwendea Sarah kwa msaada katika kesi ya talaka yake. Baada ya muda mfupi, mume alijifunza kuhusu mkutano huu. Akijisikia kutishiwa, aliamuru watu wake wamulete mke wake, lakini watu wake waliripoti kuwa Sarah alikuwa tayari amechukua kesi hiyo, na majaribio ya kuwasiliana na mke wake hayakupokewa. Wakati huo huo, Sarah na timu yake walianza kupanga mikakati. Wakati wa makabidhiano mafupi kwa wakili wa utetezi, mteja wa Sarah alitekwa nyara. Wakati Sarah alipokabiliana na watekaji nyara, walimdhihaki kwa kutokuwa na uwezo kwa baba yake, na wakafunua walikuwa wakitenda chini ya amri za mume wake kumrudisha kwa talaka. Wakati huo huo, gari liligonga lao kwa nyuma. Ilikuwa ni mshirika wa Sarah, ambaye alilazimisha watekaji nyara kusimama na kumwokoa. Kwa upande wa mume, mambo yalichukua mwelekeo wa ghafla. Akikasirishwa na kushindwa kwa watu wake, aliwaonya juu ya matokeo ya kumchochea mke wake wa zamani kutatua swala hilo haraka. Aliamua kuandaa tukio la kustaajabisha na mke wake wa sasa. Umati ulitaka kujiondoa kwake katika uchaguzi, wakitaja kashfa ya ufisadi ya baba mkwe wake. Hata hivyo, mtu huyo alijibu kwa mtazamo mmoja wa kuchoma. Ghafla, mtu mmoja katika umati aliondoa vifaa vyake vya sikio, akatoa kisu. Mke alikuwa amechanganyikiwa juu ya kile ambacho mume wake alimaanisha kumuomba ashirikiane kikamilifu. Ghafla, mtu alitokea kutoka kwenye umati, awali akikusudia kumua. Hata hivyo, mume wake alijitokeza mbele yake na alichukua michomo ya kina. Kila mtu alienda mbele kusaidia, lakini mke aliogopa, akijitoa kwa mshtuko. Hakuweza kuamini mume wake angeweza kwenda mbali hivyo, akiandaa jeraha la kujiumiza ili kushinda huruma ya umma.
Hata akitokwa na damu, alinong'ona, "Je, mke wangu yuko sawa?" Akikumbuka ombi lake la awali la kushiriki, mke alijisingizia kumfariji. Kitendo hiki kilirudisha picha ya mume wake kama mtu anayejali familia. Wakati wa hotuba yake ya kampeni, alitangaza hadharani, "Ingawa baba mkwe wangu ni mbunge, kila mtu ni sawa chini ya sheria. Sitampendelea, lakini pia sitamwacha mke wangu." Mke hatimaye aligundua nia halisi za mume wake. Alikuwa akimtupa baada ya kumtumia kuimarisha mgombea wake. Alikuwa mpenda madaraka mjanja, akijipamba kwa ustadi na akifanya ahadi za uongo kwa umma, kama vile kuahidi kujenga upya nyumba zenu za ndoto ikiwa atachaguliwa. Ndipo mke wake wa zamani alipojitokeza, akiwa na ushahidi wa maovu yake. Alifunua jinsi alivyomteka siku chache zilizopita, kutupa watu mara tu wasipokuwa na manufaa tena, na hata kulazimisha mke wake wa sasa kutalikiwa. "Je, mtu kama huyu anastahili kugombea ofisi?" aliuliza. Akiwa ametetemeka, mume kwa kimya aliamuru msaidizi wake kumtoa mke wake wa zamani, lakini uharibifu ulikuwa umefanyika. Ndani ya dakika moja tu ya machafuko yaliyorushwa kwenye mitandao ya kijamii, maoni ya umma yaligeuka dhidi yake. Wakati uchaguzi ulipokaribia, alijaribu kupotosha hadithi kwa kufanya mkutano na waandishi wa habari, akidai kuwa alikuwa mwathiriwa wa manyanyaso ya mke wake wa zamani. Alimsifu mke wake wa sasa kama msaidizi wake imara. Waandishi wa habari, hata hivyo, walimuuliza mke wake kuzungumza kwenye kamera. Kile kilichofuata kilimharibu kabisa. Alifunua majaribio yake ya kumlazimisha kutalikiwa, utekaji nyara wa mke wake wa zamani, na uongo wake mkubwa wa kudanganya umma. Pia aliwasilisha ushahidi wa matendo yake mabaya, mpango ambao alikuwa ameshirikiana na mke wake wa zamani kuhakikisha anguko lake. Wakiwa na wanawake wote wawili wakiungana dhidi yake, sifa yake iliharibiwa. Alipoteza uchaguzi, na vyombo vya habari vilimlemea kwa maswali kuhusu kama angemtupa mke wake sasa kwa kuwa hakuwa na manufaa tena. Akiwa amezidiwa, alitoroka. Mama yake alimdhihaki kwa kushindwa, hivyo kwamba kazi yake iliharibiwa na wanawake wawili. Akiwa na hasira kwa aibu, aliripuka kwa kukata tamaa. Anguko lake limekamilika. Kabla ya kuanzisha gari lake kila siku, Sarah angekuwa akitazama picha ya mwanawe, ingawa hakujua tena alikuwa anaonekana vipi. Desturi hii ya kila siku ilichochea azma yake ya kumrudisha. Dharau ya mume wake wa zamani ilizidi tu baada ya mke wake wa sasa na Sarah waliposhirikiana kuharibu kampeni yake ya kisiasa. Wakati Sarah hakupokea chochote katika malipo ya talaka ya awali, kuona mke wa sasa akichukua kisasi chake kwa kugawa utajiri wake kumpa Sarah hisia ya utoshelezi. Hata alimshauri mke wa sasa aachilie familia yenye sumu. Sarah alipokea ziara isiyopendeza kutoka kwa mama mkwe wake wa zamani, ambaye aliingia katika nyumba yake na kumpiga kofi. Ingawa alikuwa na hasira na alijaribiwa kulipiza kisasi, Sarah alijizuia, akijua kuwa mwanawe alikuwa bado mikononi mwao. Kwa bahati nzuri, mke wa sasa alikuwa amempa Sarah taarifa muhimu, eneo la mwanawe ngambo na maelezo ya shughuli za mume wake wa zamani. Na hili, Sarah alianza kupanga kutumia udhaifu wake ili kushinda mwanawe. Mama mkwe alidhihaki Sarah, akisema, "Mwanamke mwenye rekodi ya gereza hatakiwi na mtu yeyote." Muda mfupi baadaye, Sarah alipokea simu kutoka kwa mume wake wa zamani, akipanga simu ya video na mwanao jioni hiyo. Mahali pa kukutana palikuwa mahali walipopanga kuendeleza pamoja. Lakini alipofika, ikawa wazi kuwa mume wake wa zamani hakuwa na nia ya kumruhusu kuzungumza na mwanao. Badala yake, alimdharau kwa kufanya simu kwa mwanao mbele yake, akitumia kama njia ya kupima kukata tamaa kwake. Migogoro iliongezeka. Sarah alijitokeza, akimuita takataka wa binadamu. Akikasirika, alimkamata kwa shingo, akimnyonga hadi watu wake walipoingilia kati na kumvuta. Akidai kuwa alikuwa akimsamehe, alimfungia ndani ya chumba kwa minyororo, akisema alihitaji kutafakari juu ya matendo yake. Hata hivyo, dhoruba kali ilisababisha jengo bovu lichukue moto. Akiwa ametekwa nyara, Sarah alianza kutetemeka kwa hofu wakati moto ulipochukua nafasi hiyo.